Karibu tena mpenzi msikilizaji wa Ajira Update, na leo hii naomba tuongelee mambo 9 ambayo inatakiwa uyafanye ama ujiandae kabla ya ajira za polisi kutangazwa. Naomba unisikilize kwa makini, maana jambo la 9 ni muhimu zaidi na litakushangaza, na wote humu asilimia kubwa hamna hicho kitu, na ninatamani kuona kama mtu kweli ana hicho kitu, basi ya comment hapo chini. Jambo la 9 ni nini? Ninaanza. Jambo la kwanza, lazima kila mtu awe na cheti cha kuzaliwa original, sio feki. Jambo la pili, vyeti vya elimu. Hakikisha kama umemaliza form 4, umemaliza form 6, fata vyeti vyako uwe navyo. Cha tatu, kitambulisho cha NIDA, na kama hauna kitambulisho cha NIDA hakikisha una namba ya NIDA, hiyo ni muhimu sana. Cha nne, hakikisha una passport size zipo karibu na wewe, iwe hard copy na soft copy, maana hiyo soft copy utaweka mtandaoni. Namba 5, hakikisha una CV ambayo ni fupi, short and clear, ambayo mtu akisoma anaelewa kwa haraka sana. Namba 6, barua za utambulisho kutoka serikali ya kijiji ama mtaa. Hizo barua unaweza kuzipata kwa mtendaji wa kijiji ama unazipata kwenye serikali ya mtaa. Hiyo barua itakutambulisha wewe umetoka eneo gani, ni muhimu sana. Namba 7, nakala ama fotokopi ya vyeti vyako vyote, na hizo fotokopi ziwe za vyeti original tu, na napendelea sana ziwe colored. Namba 8, hakikisha una email professional ambayo itakuwa available kwenye simu yako muda wote. Na namba 9, na jambo ambalo nilisema ni la muhimu sana na naamini watu wengi hawana, ni kufungua account kwenye mfumo wa maombi. Tunatambua ya kwamba polisi huwa wana mfumo wao wa maombi wa online sasa hivi, maana kutuma barua hawafanyi tena. Hakikisha unafuatilia huo mfumo, unauelewa vizuri, ili usije ukafanya mistake yoyote ile wakati wa kuomba maombi. Watu wengi sana wanadunda, wanashindwa kujua mfumo unahitaji nini. Chao, na kwa mtu mwenye huo mfumo tayari, comment hapa chini, kuna swali nataka nimuulize. Asante.